Nchini Kenya, wanaharakati watano wamekamatwa na polisi walipojaribu kufanya maandamano katika ofisi ya balozi ya Tanzania jijini Nairobi. Wanaharakati hao walipiga kambi nje ya ofisi hiyo wakitaka majibu dhidi ya mauaji wa Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu wa urais wa tarehe 29 Oktoba. Aidha, waandamanaji pia wamejitokeza katika ubalozi wa Tanzania mjini London, Uingereza. Maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika hii leo yalipigwa marufuku na mamlaka za serikali yakidaiwa kuwa hayakukidhi matakwa ya kisheria. Ikumbukwe kuwa maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 yalizuka nchini Tanzania baada ya malalamiko kuhusu uchaguzi usio huru. Waandamanaji waligongana na vikosi vya usalama, uharibifu wa mali ukaripotiwa na serikali ikaweka marufuku ya kutotoka nje pamoja na kukata interneti. Idadi ya vifo imebaki kuwa na utata mpaka sasa, huku upinzani ukidai kwamba mamia waliuawa na mashirika ya kimataifa yakithibitisha vifo kadhaa. Sasa, ili kufahamu zaidi kuhusu taarifa hii, tuungane na mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja ambaye alikuwa katika mitaa ya Dar es Salaam hii leo na kufuatilia taarifa hii kwa kina kabisa. Mgonja, hali imekuwaje Tanzania kufikia jioni hii ya leo? Mpaka jioni hii ulinzi bado umeimarishwa katika maeneo mbalimbali, ambapo hata dakika kadhaa zilizopita tu nimetoka kupita mtaani ambako nimeona kuna baadhi ya walinzi, vikosi vya ulinzi, wanajeshi, polisi bado wamesambaa mtaani, na katika maeneo mbalimbali zimewekwa zile zuio. Ni ndani ya kilomita moja unaweza kupita zuio hata 5-6, na taarifa ya hivi karibuni ya jeshi la polisi imesema kwamba na bado wataendelea kuimarisha ulinzi. Kwa hiyo mpaka sasa tunaweza tukasema kwamba vikosi vya ulinzi bado vimtaani. Vipi kuhusu shughuli za kiuchumi kama vile vituo vya kuuza mafuta, hali imekuwaje? Baadhi ya vituo ni vingi vilikuwa vimefungwa, ni vichache tu ambavyo vilikuwa viko wazi. Maeneo tulipita katika vituo 5-6, pengine ni kituo kimoja kilichoko wazi au usikute kabisa kituo kilichoko wazi, na hii imeleta utata hususani kwa baadhi ya wamiliki wa mabasi haya, mabasi ya umma. Wanasema kwamba hawezi kutoa huduma wakati hawezi kupata mafuta ya kuendesha magari yao. Kwa hiyo hii imeleta adha kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka huduma za msingi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wengi wameshindwa kwenda maeneo yao. Tulikutana na baadhi ya abiria wanaosema kwamba wameshindwa kwenda kuwaona wagonjwa na kupata mahitaji muhimu. Kwa hiyo basi vituo vya mafuta kufungwa vimeleta utata pia. Mgonja, hatua za jeshi la polisi leo zimekuwa tofauti vipi na matukio ya Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu? Ndio, itakumbuka kwamba kama ulivyosema kwamba kipindi cha Oktoba 29 ndio zilitokea hizo tafran kwamba lakini ni kipindi cha uchaguzi. Hivyo jeshi la polisi na vikosi vya usalama vilikuwa vimeelekezwa pia kulinda vituo vya uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa vikosi vya usalama pengine kulinda hii iliyokuwa inaitwa maandamano, lakini pia kulinda zoezi la kupiga kura. Lakini hii leo vikosi vyote vya ulinzi ya usalama, ni jeshi, ni polisi, wameshirikiana, wameenda kila baadhi ya mtaa, walikuwepo kila maeneo yote barabarani kuu walikuwa wamezingira. Kwa hiyo tunataka kusema kipindi hiki walikuwa wamejizatiti kwa siki kubwa. Ni kwamba kulikuwa kuna ulinzi mkali ambao uliimarishwa, na si katika barabara kuu tu, hata mtaani pia kumekuwa doria zikifanyika. Kwa hiyo tunataka kusema ni zaidi ya Oktoba 29. Sasa yote haya yanapofanyika leo, maandamano yalitarajiwa kufanyika, hali imekuwa tofauti kidogo. Mgonja, kwa mtizamo wako, nini kimechangia hali kuwa tofauti leo? Jiografia ya Tanzania, hasa katika hii miji mikubwa, ukizungumzia Dar es Salaam, ukizungumzia Arusha na Mwanza, watu wengi, wananchi hususan vijana, wanaishi pembezoni mwa mji, wanaoishi katikati ya mji ni wachache sana. Hivyo polisi, ninachokiona hii leo, nadhani ni mbinu tunataka kusema kwamba walikabia juu, walikaba pale ambapo wananchi walishindwa hata kwenda kwenye barabara kuu. Kwa hiyo waliwazuia watu, hata ukitoka nyumbani kwako kilomita kadhaa utakutana na vikosi vya ulinzi, watakuuliza kwamba unaenda wapi, unaenda kufanya nini, na uwe na sababu ya msingi ndio watakuruhusu utoke. Kwa hiyo tukasema kwamba wamejitahidi au wamefanya mbinu ya kuwakaba au wananchi kabla hawajafika katika maeneo ambayo ni maeneo nyeti, hususan katika vituo vikubwa hivi vya mwendokasi, vituo vikubwa vya usafirishaji. Kwa hiyo polisi wamejitahidi kwa kiasi kikubwa, pengine kusema kutumia mbinu ya kuzuia kabla matukio hayajatokea, lakini kipindi kile yaliweza kutokea matukio ndio wakaja kuzuia. Hali ya usafiri ni mbaya, hamna usafiri kama saa mawili. Naelekea nyumbani na mgonjwa. Hali ya usafiri ndugu yangu ndo kama unavyoona. Gari linalopita
ndio vyombo vya usalama ndio vinazunguka tu. Abiria wote tunaona kama tumezungukwa hapa, hatuna namna. Tulikuwa tunaelekea makazini, usafiri hamna. Vituo vya mafuta vimefungwa. Kwa hiyo hamna daladala inayobeba raia kupeleka makazini. Mimi mwenyewe hapa niko hapa karibia nusu saa. Sijaona gari la kwenda. Nilikuwa naelekea kazini Temeke. Kwa hiyo hamna usafiri wowote, ndio tupo hapa. Nasubiri usafiri. Hali sio nzuri. Miongoni mwa watoa huduma muhimu waliojitokeza kuendelea na shughuli za kila siku jijini Dar es Salaam leo licha ya agizo la watu kusalia majumbani ni Masaya. Yeye ni mama mjasiriamali anayepika chakula mtaani na ameambia BBC kuwa alilazimika kutoka nje ili kuwahudumia wateja wake wakuu ambao ni walinzi wa makampuni binafsi. Biashara leo ni mbaya kwa sababu watu hamna, na watu kujitolea kwa ajili ya maeneo haya. Kuna walinzi sehemu yetu ya Magogoni, walinzi wetu wasipate shida. Kaona na mimi kikimbia walinzi tutawapa shida leo, nikaamua nijitolee tu. Kaona imekuwa amani tangia asubuhi saa 11 mpaka leo, usalama upo. Kwa hiyo naweza kuendelea mpaka mchana. Kiona kama hakuna fujo aina yoyote kama nilivyoona kuanzia saa 11. Kwa hiyo ndio hivyo, nimeamua kujitolea mwenyewe. Hauogopi kuhusu usalama? Usalama nimeona upo. Sababu tangia saa 11 nipo na askari wana nini ulinzi na wanajeshi wapo kwa karibu. Tunajaniambia lolote kuhusu kama vipi napita. Nikaona niendelee na kazi. Kama mwanawake sasa hivi tuko jasiri, mama yetu kama hivyo. Nimeona kwa ajili ya mama, sio mwanamume kama nitaogopa. Mama hata akiniona ataona sisi kweli tunajasiri amani. Katika taarifa, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania David Misime amewahakikishia wananchi kuwa kwa usalama wao pamoja na mali zao kushwari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, jeshi la polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10, 2025. Msemaji wa polisi Misime pia amewataka wananchi kupuuza picha na video ambazo zilikuwa mitandaoni zikidai kwamba maandamano yameanza nchini. Video zilizodaiwa kuonesha maandamano Mwanza zimekanushwa na mkuu wa mkoa Said Mtanda akisema zilitumwa leo lakini zilirekodiwa tarehe 31 Oktoba. Muda mfupi uliopita nimeona clip ikiwa inazunguka katika mitandao ya kijamii inayoonyesha kikundi cha wanajeshi wakiwasikiliza wananchi ambao wanatoa hoja mbalimbali. Nataka niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Mwanza, kwanza waondoe hofu, lakini pili nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama na wahakikishieni kwamba clip hiyo ni clip ambayo ilirekodiwa tarehe 31 Oktoba baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Ilikuwa ni siku 3 baada ya uchaguzi mkuu.